بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunaendelea na silsila yetu ya kuyafahamu majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na athari zake katika maisha yetu ya kila siku. Katika silsila au darsa zilizotangulia ilikuwa tunazungumzia au ulikuwa ni utangulizi wa faida anazozipata mtu katika kuyafahamu majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo insha Allah rasmi tunayaanza majina haya matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukianza na jina la kwanza Allah jalla jalalu, ambalo jina hili ni alamun ala Allah tabaraka wa ta'ala, ni jina maalum ambalo linamtambulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Allah tabaraka wa ta'ala mwenyewe amejichagulia katika nafsi yake Allah tabaraka wa ta'ala majina. Aliamua mwenyewe Allah jalla wa ala akajipa majina, fa'allamana minha ma shaa an yuallimana. Katika majina haya matukufu ya Allah jalla wa ala akatufundisha yale ambayo alipenda atufundishe tuyajue, wastathara bima shaa an yastathira biilmihi, na akabakia na majina mengine ambayo yako katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala na ujuzi wake, duna khalqihi, hakuna yoyote katika viumbe wake ambaye anayajua majina haya, liamrin la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa maana au kwa makusudio ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeyafahamu. Haulizwi kwa nini wala kwa nini hakutufahamisha tukayajua. Hapana, mwenyewe ameamua abakie nayo, mwenye kuyajua ni yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amarana an nad'uahu bikulli asma'ihi alhusna, akatuamuru tumuombe kwa majina yake yote mazuri ambayo ametufundisha na tukayajua. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya kwamba na Allah jalla wa ala anayo majina mazuri, kwa hivyo muombeni kupitia majina hayo. Kwa hiyo hii ni amri na ni tangazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawaambia waja wake na anawatambulisha waja wake kwamba anayo majina mazuri. Hii ni taarifa. Kisha ikaja agizo, fad'uuhu biha, muombeni kwa majina hayo matukufu. Vile vile katika surati al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza na hali ya kuwa ndani yake anatuamrisha, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amri hiyo asli ni kwamba jambo analoamrishwa mtume ndio umeamrishwa ummati wake, kwa sababu al-aslu al-ittiba', asli ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoamrishwa. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ud'u Allaha aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, waambie muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina la Allah. Qul ud'u Allaha, muombeni kwa jina la Allah, aw ud'u ar-Rahman, au muombeni kwa jina lingine katika majina yake Allah anaitwa Ar-Rahman. Kwa yoyote au kwa lolote mtakalomuita katika majina yake matukufu ni sawa sawa, falahul asmaul husna, kwani hakika yeye Allah jalla wa ala anayo majina mazuri. Ndugu zangu katika iman, rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud, sahaba huyu mtukufu, anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yakulu fi du'aihi, ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maombi yake akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa shifaa sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Sahaba huyu mtukufu anatusimulia maneno haya ni katika dua za mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba Allah kupitia hayo majina yake matukufu. Na hapa
katika faida tunaipata, tunajifunza ni namna gani ya kumuomba Allah kupitia majina matukufu aliyoyachagua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume alikuwa akiomba, anasema Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, mimi ni mja wako, mtoto wa mjakazi wako, mtoto wa mtumwa wako, nasiyati biyadika madhin fiya hukmuk. Maneno haya yanaonyesha kwanza ndani yake namna gani ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyenyekea na kujikabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni mja wako, mtoto wa mja wako, mtoto wa mjakazi wako, utusi wangu Mola wangu uko mikononi mwako. Ya Allah, hakika mimi ninakuomba, bikulli ismin huwa lak madhin fiya hukmuk, hukumu zako ya Allah zinapita kwangu, zinatekelezeka, hazizuiliki. Adlun fiya qada'uk, ni wa haki, ni wa uadilifu wa mzi wako kwangu mimi, yani chochote utakachokiamua kwangu ya Allah ni haki tupu, nimekubali. Na kuomba basi Mola wangu kwa kila jina ambalo samaita bihi nafsak, wewe mwenyewe umeamua kujiita jina hilo, basi na kuomba kwa jina hilo. Au anzaltahu fi kitabik, au jina hilo umeliteremsha katika kitabu chako, mimi na kuomba kwa jina hilo. Au allamtahu ahadan min khalqika, au yawezekana jina hilo umemfundisha yeyote katika viumbe wako, mimi silijui, pia nakuomba kwa jina hilo. Au ista'tharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au jina hilo hukumfundisha yeyote, halipo katika Qur'an na hakuna yote anayelijua, lakini unalo katika ilmu ya ghaib, mimi ninakuomba Mola wangu vile vile kupitia jina hilo. Antaj'ala alqur'ana rabi'a qalbi wa shifaa sadri wa dhahaba hammi wa ghammi, ijalie Mola wangu hii Qur'an iwe ni baridi ya moyo wangu, inaitia baridi moyo wangu, inaulainisha moyo wangu. Iwe hii Qur'ani shifaa sadri, ni tiba, ni ponyo ya yale yaliyomo katika kifua changu katika maradhi. Iwe hii Qur'ani dhahaba hammi wa ghammi, iwe ni yenye kuondoa huzuni wangu na wasiwasi zangu nilizonazo. Qur'ani ijalie Mola wangu iwe ni tiba kwangu na niponye. Ndugu zangu katika iman, hii ni moja katika dua za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizokuwa akiziomba, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi hii inatufahamisha anna Allah tabaraka wa ta'ala lahu asma kathira, ana majina mengi sana Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhsiha illa huwa jalla wa ala, hakuna anayeweza kuyadhibiti kwa idadi ila yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Na sisi nasi ametufahamisha katika Qur'ani na katika Sunna baadhi katika majina hayo, na majina yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna yanajumuika au yanakuwa yote katika jumla ya majina 99, ni majina 99, na majina yote haya Allah subhanahu wa ta'ala kulluha jamalun wa kamal, majina yote haya ni mazuri lakini ni ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni utukufu. Ndugu zangu katika iman, katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, katika hadithi ameipokea Abu Huraira, anatusimulia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, inna lillahi 99 isman, hakika Allah jalla wa ala anayo majina 99, mi'atan illa wahida, 100 kasoro moja. Man ahsaha dakhala aljanna, atakayeyadhibiti majina haya anaingia peponi. Na katika jambo muhimu ambalo nakusudia ulifahamu katika darsa yetu ya leo, ma maana ihsa asma'illah, man ahsaha dakhala aljanna, ay man arafa qadraha wa tatabba'a atharaha wa ta'arrafa ala asrariha wa da'a biha fi sirrihi wa alaniyatihi dakhala aljanna. Haya ndio mambo ambayo au ndio siri tunazotakiwa kuzifahamu katika majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliposema mwenye kuyaelewa majina haya 99 anaingia peponi, man ahsaha, ma maana al-ihsa, maana yake man arafa qadraha, moja, mwenye kujua thamani na utukufu wa majina haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbili, watatabba atharaha, akafuatisha athari za majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi kufuatisha? Ni namna gani inakuwa kufuatisha athari za majina ya Allah? Maana yake tukijua Allah jalla wa ala katika majina yake ni Rahim, ukajipamba na sifa ya huruma. Ukijua Allah jalla wa ala ni Ghafur, ni mwingi wa msamaha, ukajipamba na sifa ya kusamehe.
ukajua kwamba Allah jalla wa ala katika sifa zake ni al-Jawad, karim, na wewe ukajipamba na sifa ya ukarimu, hakadha tatabaa atharaha, akazifuatisha na kuziishi athari za majina matukufu ya Allah jalla wa ala, wataarafa ala asrariha, akazijua siri zilizoko katika majina ya Allah subhana, wadaa Allah biha, na akamuomba Allah kwa majina hayo matukufu katika siri na kwa waziwazi, dakhala aljannata insha Allah. Hiyo inakuwa ni sababu ya mtu huyu kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa sababu, ndugu zangu katika iman, kuingia katika janna ni kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa matendo. Wa innamal amalu yuqarribu al-'abda min rahmatillah, matendo yetu tunayoyafanya yanatukurubisha na rehma za Allah, ambazo hizi rehma za Allah ndiyo sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, katika darasa yetu ya leo tutasimamia hapo. Natamani ufahamu hili neno man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyadhibiti akayaelewa, kwa maana akamuomba Allah kupitia majina hayo, anakuwa ametengeneza sababu ya kuingia peponi. Mpaka hapo tutakapokutana katika halqa nyingine, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.